Nitaomba yasichukuliwe maneno ninayosema kuwa ni fatwa kwa vile limetoka swala, bali ni mchango na kunukuu yale waliosema wanavyuoni. Pili, Sheikh Muharram kaelezea vitu vilivyotajwa ndani ya nasi ya hadithi, na wanavyuoni rahimahumullah wana nidhamu kupitia walivyoitambua sheria, namna gani wafahamu nasi iliyokuja kutoka ima kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna nidhamu. Sasa asoitaka nidhamu, kule kutaka kwake nidhamu, basi itakuwa nidhamu yake anayo, lakini tofauti na hii. Nidhamu ipo, kila mmoja anayo yake. Jumhuri aliowataja wameweka nidhamu katika kufahamu nasi. Kuna baadhi hawakutaka nidhamu hiyo, wamefuata nidhamu nyingine. Na hapo ndio penye msingi wa ikhtilafu za wanavyuoni katika kufahamu nasi. Na wenye kufahamu misingi ya ikhtilafu za wanavyuoni wanakuwa hawagombani, kwa sababu wanafahamu kila mmoja katoa rai hii kwa sababu hii hapa, na huyu kasema hivi kwa sababu hii hapa. Na ndio maana hatukuti hata nasi moja Imam Shafi'i kagombana na Imam Malik, mtu na shekhe wake. Imam Abu Hanifa kagombana na shekhe fulani, Imam Ahmad kagombana na Imam Shafi'i. Husikii hilo, kwa sababu kila mmoja alikuwa ameweka ihtiram na kuikubali rai ya mwenzake au nidhamu na mapito ya mwenzake, na yeye akaona jitihada aweki nidhamu yake. Sasa huku kuweka nidhamu ya kufahamu nasi, panahitaji mtu awe na upeo mkubwa wa elimu aliofikia daraja ya ijtihad. Kuweka nidhamu, nazungumza lugha nidhamu ili tufahamu vizuri. Mwenye kukubalika kuweka nidhamu za kufahamu nasi hatakiwi isipokuwa aliofikia daraja ya ijtihad. Ikiwa mtu hakufikia daraja ya ijtihad, tena mujtahidun mutlaq, anatakiwa afuate moja katika nidhamu za wale waliomtangulia. Ndio hii nidhamu ikaitwa madhhab ya Imam Shafi'i, yani kaeka nidhamu. Imam Abu Hanifa kaeka nidhamu. Ndio sisi katika fani za kisheria tunaita qawaid za madhhab na usulul madhhab. Na mambo hayo utapata ukisoma usulul fiqh kwa upana wake. Sasa swali lililouliza linarudi kwenye misingi. Natija ya ikhtilafu ya misingi inakuja kwenye fatwa inayotoka. Sasa mtu aliyokuwa hajafahamu misingi akichukua hizi za juu utamkuta anatoka povu kukataza kitu, wakati kumbe swala lile lilikuwa jawabu lake dogo tu. Unaujua msingi wa kusema hivi na msingi wa kusema hivi, unamkuta mtu hajui, basi bora ilikuwa nyamazi. Sasa moja katika misingi iliyokuwa inatumika, je, tukomee na nasi au tuna uwezo wa kufanya jitihada kwa kufanya kiasi? Moja katika misingi, nasi yoyote ikija ndani ya Qur'ani au Sunna, tuna uwezo sisi, Mungu katupa nafasi ya kufanya jitihada, kufanya ilhaqi, yani kufungamanisha na mengine, kuongeza baadhi ya mambo kwa mujibu wa misingi ya kiasi, au hatuna uwezo huo? Jumhuri wanavyuoni wa kisunna wamesema uwezo tumepewa na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, kwa sababu masala qiyas yamethibiti na si pahala pake kutoa dalili za kuthibiti kwa alqiyas. Na kisha hawa waliokubali, tabani wako wengine hawajakubali masala qiyasi, lakini sio kauli ya jumhur. Jumhur ya ahli sunna wote qiyasi ni katika dalili. Ukatokezea mushkila mwingine, kwa sababu hawa ni watu wenye ufahamu, wakatofautiana kwenye nidhamu ya kuweka qiyas. Ile qiyas yenyewe ina nidhamu zake. Wakatofautiana kwenye kujua illa ya hii nasi iliyokuja. Hapa Mwenyezi Mungu, hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam katutajia vitu hivi. Illa ya kuharamishwa riba katika vitu hivi ni kitu gani? Kwa sababu kila hukumu, hili jengine, kila hukumu lazima ina illa yake. Wa illa kwa maana ya hikma. Kila hukumu, na hii ni qaida
amma katika usuli katika sheria yetu. Kila hukmu ina sababu yake, au kwa lugha ina hikma yake, au ina illa yake. Sisi kuijua binadamu na kutokuijua illa ile inategemea ufahamu wetu na jitihada zetu. Ziko ahkami zimeambatanishwa na illa moja kwa moja, ziko ndani ya Qur'ani na katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema kadha, akisema kwa sababu kadha. Ikishakuwa imekuja nasi ya illa, hakuna ikhtilafu. Hukumu nyingi zilizokuwepo ni zile ambazo hazikuelezewa illa. Wadhālika rahma, ni rahma ya Mwenyezi Mungu kwa umma wake. Na ndio mengi yanayohusiana na muamala katika maisha yetu yameachwa wazi. Ndipo alipokuja wanavyuoni, huyo akasema illa ya kuharamishwa ni kwamba hivi vitu ma yuktatu, ni vitu ambavyo vinaliwa katika hali ya khiari. Mwingine akasema mimi sihitaji kuweka illa hapa, kwa sababu nahisi kule kuainishwa vitu maalumu na kuachwa vingine haingii katika ma yuktatu. Kwa nini? Anasema alburru imeingia katika ma yuktatu, lakini tamri inakuwaje katika ma yuktatu? Hukuti mtu akaeka sinia nzima akanakula tende chakula cha mchana. Wako waliosema hivyo. Kwa hivyo hatuwezi kuipeleka kwenye ma yuktatu, lakini jumhuri wakasema ma yuktatu. Sasa utakuta muona khilafu katika illa. Panapotokezea khilafu kwenye illatil hukmi, itatokezea khilafu kwenye natija na ilhaq. Kwa hivyo nimependa kuelezea kwanza hapa ili tufahamu huko tunakokwenda mbele. Je, Imam Shafi'i aliposema pataingia na mchele, itaingia na maharage, kutaingia na vinginevyo, msingi wake amejenga kwamba illa ya kuharamishwa hivi vyakula kwa kutajwa kwake sio kwanza tukomee vile vile, bali tutizame illa yake, na illa yake ni kila kinacholiwa katika hali ya kawaida. Ukija katika adh-dhahab bidh-dhahab, japokuwa hukutaka kwenda kule, lakini naingia kwa sababu nataka nitoe mfano hai kwamba kiasi inabidi lazima ufanye, vinginevyo tutaangamia. Nikisema tutaangamia tutakuwa mafakiri sote. Adh-dhahabu bidh-dhahabi wal-fidda bil-fidda, nasi iko wazi kabisa ya hadithi. Lau kama hatutaki kuangalia illa, basi hizi noti tulizonazo zote haziingii zote, si dola, si shilingi, si kadha, si kadha, kwa sababu hadithi imesema adh-dhahab wal-fidda. Khalas, noti si dhahabu si fedha. Nadhani tumefahamiana. Kwa hivyo kama ilivyokuwa khilafu kwenye masala ya chakula, ipo vile vile kwenye adh-dhahab bil-dhahabi wal-fidda bil-fidda. Na illa gani wameitumia hapo wanavyuoni? Moja katika wengine wakasema kwa sababu kuna rawaja ndani yake, kitu kilichokubalika katika zama kuwa ndio kinatumika kama ni thamani, adh-dhahabu bil-dhahabi wal-fidda bil-fidda. Na ndio maana kwa wale matulabi ilm wakirudi katika shuruhi za miaka ya nyuma, kina Imam al-Mahalli na wengineo, wanaposherehesha vitabu wamesema wazi kwamba adh-dhahabu bil-dhahabi huwezi kufanyia kiasi kwa fulus, pesa. Wamesema hivyo. Wakasema sababu hakuna rawaja ndani yake. Hizi pesa zinazotumika zilizokuwa si dhahabu kwa dhahabu na fedha kwa fedha hazitumiki katika hali ya ishaa, wenye nazo ni wachache. Tatizo tunajua liko wapi? Liko hapa. Ukaichukua kauli hii ya miaka 500 nyuma ukaifanya ndio kauli ya zama zetu, kakupa illa kwa sababu pesa zama hizo zilikuwa hazitumiki katika hali ya kawaida, hazichapwi, bado dhahabu na fedha ndizo zinazotumika. Lakini hivi zama zetu za leo, kipi ambacho kinatumika ukienda dukani katika kununua? Ukienda na fedha yako haipokewi. Chukua pande lako la fedha, nenda kanunue kilo ya mchele. Atakwambia bwana, nenda zako dukani kwa nasonara, kaitizame hiyo, kaisafishe, uuze, niletee pesa. Si ndivyo jamani ninavyokwenda? Kwa
Kwa hivyo zama zetu kitu dhahabu haitumiki kwenye kuuziana, sio thamani. Fedha haitumiki katika thamani. Kinachotumika ni hizi pesa ambazo tunazotumia, ambazo zimepewa qima i'tibaria kupitia dola zetu. Qima i'tibaria kwamba serikali inaposema karatasi hii yenye maandiko haya inakuja na qima ya shilingi 10,000. Yani qima i'tibaria kwa kuzingatia serikali kuipa qima. Baada ya miaka 20 serikali hii ikisema sasa karatasi hii hatuitambui tena, tunatambua karatasi nyingine, ile nyingine ndio itakokuwa na mazingatio. Hii hata ukienda nazo 10 ukimpa mwenye duka hazipokei. Ndio ulimwengu tunaokwenda nao sasa hivi. Kwa maana hiyo wanavyuoni wengi, nasema wengi kwa sababu baadhi wapo wamebakia na kauli ile ya zamani kwamba fulusi haziingii, tubakie na dhahab bidhahab wa fedha bilfedha. Lakini wanavyuoni wengi wa zama zetu, iwe sawa wa Kishafi au wengineo, wamesema hizi pesa tunazotumia zinaingia katika riba. Maana yake ukienda kwa sarafa bread change, ukienda benki ukimpelekea dola 1000 unataka change, inakuwa na hukumu na inachukua shuruti zile zile zinazochukuliwa katika masala ya dhahab bidhahab. Ikiwa jinsi kwa jinsi itachukua sharti zake, ikiwa jinsi mbili tofauti itachukua sharti zake, wa hakadha. Kwa hivyo kiasi kinafanyika katika masala haya, na kufanyika kiasi ni katika faida 2 mpaka 3. Ya kwanza kwamba kuna kuwa na ukunjufu wa masala, yani huyu anachukua hivyo anachukua vile. Lakini pili ni kupatikanwa umarina wa sheria yetu ya Kiislamu. Tumia lugha sana Sheikh Muharami isiwe mabni iwe mu'rab, sio? Sasa sheria ya Kiislamu tunaambiwa sisi na wanavyoni wetu katika vitabu vyao kwamba ni salih likulli zamanin wa makan. Vipi utaweza kuthibitisha kwamba sheria yetu ni salih likulli zamanin wa makan? Inaweza kufanya kazi katika kila zama na kila pahala, baada ya kukubali mlango wa qiyas. Huu mlango wa qiyasi ndio ahkami nyingi zilizokuja, ambao wanavyoni wengine wa kiusuli wamesema qiyasi huwa al-ijtihad. Al-qiyasu huwa al-ijtihad taban bishurutihi wa ahkami. Kutokana na hayo ni sahihi kuingiza vyakula vingine ambavyo vinatumika, kuangalia watu wa sehemu ile, na kuingiza pesa tunazotumia mkononi katika zama zetu. Khilafu iliyokuwepo, pesa hizi asili yake ni dhahabu na fedha au si dhahabu na fedha, mgogoro wa kitaaluma hautotusaidia kitu sasa hivi, lakini hii ni ikhtisari ya masala haya. Lakini katika madhhabi yaliyokwenda mbali zaidi kwenye masala haya na masala ya zaka ni Imam Abu Hanifa rahimahullah. Na katika masala ya muamalati mara nyingi Imam Abu Hanifa anachukuliwa zaidi katika mambo katika zama zetu, pamoja kwamba sisi madhhabi yetu ya Kishafi taban. Imam Abu Hanifa yeye amekwenda mbali zaidi katika masala ya vitu vya zaka, vitu vya riba na vinginevyo, yani kiasi chake kenda upana zaidi. Kwa lugha nyingine tukisema mkulima anaolima tende na zabibu tu ndo atoe zaka, kuna wakulima wa korosho ambaye ni milionea mtu, kuna wakulima sijui kwetu huku analima kitu gani pengine kadha wa kadha, anapata pesa nyingi kuliko mkulima wa zabibu na nini tende. Wakaliangalia lengo ni kitu gani? Kwani mkulima akaambiwa atoe zaka kwa sababu anapata, na kule kupata ni sehemu ya kwamba anatakiwa ape na wenzake. Ndipo akaja akakunjuka mambo haya, na katika mambo ya zaka katika moja ya vitabu vizuri aliokunjua masala hapa, pamoja kwamba cha zamani kidogo, cha Dr. Yusuf al-Qaradawi, ameweka kwa upana masala haya. Na katika masala ya ribawi taban vitabu vyetu vya fiqh tofauti, na hasa ukimpata mtunzi wa kileo wa kimadhhabu akakukunjulia ile masala atakuongoza vizuri. Nadhani fikia hapo nisitailishe zaidi. Alafu